Miaka ya 1749 alikuwa mwandishi mzuri sana, naye si mwingine, alifahamika kwa jina la Jamali Aprili. Na haikuishia hapo. Ilivyofika mwaka 1850 alitokea msimulizi mmoja mzuri sana, naye alikwenda kwa jina la Jamaa wa Pili. Jamaa wa Pili alichupa mipaka, akaenda mbali sana na kumpata jamaa wa siri. Na leo tunamzungumzia jamaa wa siri, yule aliyetrendi kwa simulizi zake kali sana katika miaka ya 1990. Jamaa wa siri aliweza kufanya vitu vyake kwa siri kubwa sana na siri nzito sana, pale tu alipoligundua chaka au msitu mkubwa sana unapopatikana katika eneo hilo. Aliweza kufanya mambo yake humo kwa siri kubwa sana, pasi na kujua mtu yeyote, ikiwemo alikuwa anakula kwa siri, analala kwa siri, anajisaidia kwa siri, na kufanya mambo mengi makubwa ya kushangaza ulimwengu kwa siri iliyojificha sana ndani ya msitu huo uliopo maeneo ya jirani na hapo. Haikuishia hapo, alichupa mipaka, akaenda mbali sana kwa kupumzika kwa siri katika msitu huo, pasi na kujua mtu yeyote yule aliyepo jirani na eneo hilo. Na hii tu ni kutokana na usiri aliyojiwekea katika maisha yake binafsi, na huyu ni jamaa wa siri. Ilipofika mwaka 1999, jamaa wa siri aliweza kubuni mbinu mpya kabisa ya kufanya mazoezi kwa siri katika msitu huo. Huyu ni jamaa wa siri. Hakika alishangaza ulimwengu kwa matukio yake ya siri kubwa iliyojificha ndani ya msitu huo. Basi baki na mimi, ni jamaa wa siri.